pale watu walivyosema baada ya kufanya kazi na Diamond kachukua nyota yake sijui nini, ambayo pia Genius alizungumza, ila natamani kusikia pia kutoka kwako. Ukiwa unasikia vitu kama hivi vikizungumzwa baina yako wewe na Diamond Platnumz after collab ambayo mmefanya pamoja, inakuweka kwenye position gani? Mimi niko sawa nayo kwa sababu mimi nimefanya collab kwa sababu ilikuwa collab ambayo kubwa kwanza kwangu, nilikuwa nahitaji pia. Lakini kama hivyo mimi nimeshirikishwa ule wimbo. Kwa hiyo brother yeye mwenyewe alitamani mimi kufanya na mimi wimbo. Kitu ambacho nafikiri wasanii wengi hawajapata hiyo nafasi. Kila mtu anajua hapa Bongo kwamba Diamond ni msanii mkubwa sana. Kwa hiyo nafikiri watu wengi pia wanaingiza hizo stories za hivyo kwa sababu walikuwa bado wanaitamani hiyo nafasi na hawakuwahi kuipata. Inawezekana kwa sababu hiyo, lakini siwezi kusema pia kwa sababu hiyo, kwa sababu kila mtu ana mawazo yake, lakini kubwa zaidi ni kwa sababu inawezekana watu walikuwa wanaona hata kipindi ngoma imetoka watu wengi walikuwa wanasema Diamond anafanyaje collab tena na Jay Melody kama anarudi nyuma. Lakini haikuwa hivyo, ulikuwa mmoja wa wimbo hit kwa kutokea. Very true. Kwa hiyo nafikiri kila mtu ana mawazo yake kwenye hili, lakini kubwa zaidi nafikiri ni labda kuna wivu wa kuona kama Jay ndo amefanya na wimbo ulikuwa mkali. And why not them? Kuna wasanii wengi walikuwa hadi wanaongea kwenye interview wanatamani kufanya kazi na Diamond na hawakuwahi kupata nafasi. Na bahati mbaya kuna uwezekano pia mimi kufanya kazi nyingine na Diamond. Sawa. Kwa hiyo nafikiri kama itakuwa mbaya zaidi kwa Okay. Ulikuwa unapitia situation gani pale ambapo kwa sababu mara nyingi tumeona Jay Melody ukiwa unazungumziwa sio mtu ambaye umekuwa unajibu. Mara zote umekuwa ni mtu wa kukaa kimya. Lakini siku kadhaa au wiki kadhaa naweza nikasema uliandika kupitia Insta story ambayo baadaye ulienda ukaifuta. Kwa sababu kama wewe ni mtu unayeamini mimi nimechukuliwa nyota yangu sijui, usisikilize muziki wangu, na kama ulikuwa usikilizi basi endelea. Lakini kwa sababu mnanifanyia bullying kwenye comments, mnatengeneza clips, mnanifuata DM ili tu nisiwe sawa. Kwa hiyo maana yangu sana yangu ikifa ndo mtakuwa sawa? Au don't do this to me. Mmekubali kuniacha lakini hiyo haimaanishi kwamba siwezi kuwa Jay. Ambapo uliendelea baadaye ukaandika tena ujumbe mwingine kuhusiana na kwamba ni mtu ambaye unafanya muziki wako sio kwa ajili ya madem, sio kwa ajili ya kupata fame, kwa ajili ya kuweza kutunza familia ambayo iko nyuma yako. Ni situation gani ambayo ulikuwa unaipitia wakati huu mpaka ukaamua kuandika kitu kama hiki? Ukitazama vizuri hiyo quote ni kama quote fulani ya kuwafungua watu tu. Yani kuwafungua, kuwaweka sawa. Lakini pia ni kwa ajili ya kuwafariji mashabiki zangu. Unajua kwenye hii situation ya sasa hivi ya maneno haya kuna watu aina tatu. Kuna watu ambao kwa it's a campaign wanataka kwamba Jay labda asifanye game yake vizuri labda kwa sababu kutokuwepo hiyo haiwezekani labda nife. Lakini kuna watu wengine ambao kwa it's a fun thing kwamba mtu akishuka mtu anachukulia kama ni furaha kwao, kama labda tu tutakuwa sawa labda maybe. Kwa sababu unajua watu wengi wanaotafuta comfort wanatamani kuona watu wengine wakiwa wanashuka. Lakini mtu wa tatu ni shabiki yangu ambaye yeye alikuwa bado anamisi tu kusikiza ngoma zangu za mapenzi, hajasikia kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa tunawajulisha, hata nawaambia wale ambao hawajawahi kusikiza ngoma zangu kwamba kama hujawahi kusikiliza manake huna interest na mimi. Kwa hiyo wewe usisikilize tena, lakini kama ushawahi kusikiliza manake unajua nini mimi huwa nafanya. That's it. Niko tunajaribu kwa palette. Sawa. Kama ambavyo andiko lako hapo lilikuwa linasema kwamba kuna watu ambao walikuwa wanakufuata DM na kwenye message na nini kukubuli na vitu vingine kama hivyo. Na natamani kujua watu ambao walikuwa wanakuja DM walikuwa wanakuambia vitu gani? Cha kwanza pengine labda kuna baadhi ya watu wa karibu au ambao wako kwenye industry, labda wasanii ambao pia walikuwa wanakufuata DM kwa ajili ya kuzungumzia hiyo issue. Wengi sio wasanii ya kuwepo mtu yote. Lakini watu wengi walikuwa tu raia tu. Na siwezi kusema ni mashabiki zangu. Kwa sababu wengine wanakuta hajanifollow, unakuta wengine ana followers 0. Kwa hiyo sometimes naona kama labda tu hawa ni watu ambao labda wana hasira zao. Kwa hiyo wanakuja kwenye DM yangu kujifariji, si unajua? Kwa sababu mimi nakumbuka wakati fulani tulikuwa tunapiga story tuna watu wa mtaani. Kuna mtu mmoja tunasema kwa nini huwa watu wanaandikia comment mbaya wasanii?
Yeah, akasema kwamba sometimes ni kitu cha furaha tu, yani kumkera msanii and then akakujibu, hivyo vitu vinakuwa ni kama vya furaha kwao. Kwa hiyo hata mimi sasa hivi ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu watu walikuwa wanatuma wengi.